Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunatazama mazungumzo ya Marekani na Iran ambayo tayari yameshaanza, huku kukiwa na hofu ya kutokea kwa mzozo kati ya mataifa hayo mawili, mzozo wa kijeshi. Maafisa wakuu wa Marekani na Iran wameshafika nchini Oman, ambapo tangu nyakati za asubuhi inadaiwa kwamba tayari wameshaingia katika mazungumzo, huku kukiwa na mgogoro ambao umezua hofu ya kutokea kwa mzozo wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran inasema kwamba tayari Abbas Araghchi ameshawasili huko Muscat nchini Oman mapema sana, na inadaiwa tayari wameshaingia katika mazungumzo. Majadiliano hayo yanakuja baada ya mzozo wa kijeshi wa Marekani Mashariki ya Kati kujibu ukandamizaji wa kikatili wa Iran dhidi ya maandamano ya kitaifa ya kupinga serikali mwezi uliopita, ambao makundi ya haki za binadamu yanasema uliwaua maelfu ya watu. Lakini sasa mgogoro huu tayari umerudi upande mwingine. Marekani imesema kwamba sasa wao ajenda yao si suala la maandamano wala vifo vya watu wa Iran, bali mpango wao kwa sasa ni suala la nyuklia, na ndilo ambalo linazungumzwa wakati huu. Kutokuwa na uhakika kuhusu eneo na upeo wa mazungumzo hayo kulitishia kuvuruga mazungumzo ambayo ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia za wapatanishi wa kikanda ili kupunguza mvutano. Nchi zote mbili bado zina misimamo yao. Matumaini ni kwamba ikiwa zitafanikiwa, majadiliano yanaweza kuchochea mazungumzo. Marekani ambayo inaitaka Iran kusimamisha mpango wake wa nyuklia na kutupa akiba yake ya urani iliyorutubishwa, ilisema mazungumzo hayo yanapaswa pia kuhusiana na makombora ya Iran, usaidizi wa nchi hiyo kwa makundi yenye silaha ya kikanda na jinsi zinavyowatendea raia wake. Hata hivyo, Iran imesema majadiliano hayo yatahusu tu mpango wake wa nyuklia na haijulikani wazi ikiwa tofauti hizi zitatatuliwa. Katika wiki za hivi karibuni, Rais Donald Trump ametishia kuishambulia Iran kwa mabomu ikiwa haitafikia makubaliano. Marekani imetuma maelfu ya wanajeshi na kile ambacho Trump amekieleza kama silaha katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na meli ya kubeba ndege na meli zingine za kivita. Iran imeapa kwamba itajibu mashambulizi kwa nguvu, ikitishia kushambulia mali za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati na Israel. Ujumbe wa Iran unaongozwa na waziri wa mambo ya nje ya Iran Abbas Araghchi, ambaye wiki iliyopita alisema vikosi vya jeshi la nchi vilikuwa tayari kwa ajili ya kulenga na kufyatua risasi, huku Marekani ikiwakilishwa na mjumbe maalum Steve Witkoff na mkwewe Trump Jared Kushner. Katika upande wa Iran, miongoni mwa waliohudhuria katika mazungumzo hayo ni pamoja na naibu waziri wa mambo ya kigeni Bwana Kazem Ghalibabad na viongozi wengine wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya nchi hiyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakujuza baadaye ni nini ambacho kimezungumzwa katika mazungumzo haya ambayo yamehusisha Marekani pamoja na Iran katika kusaka amani na katika kuhakikisha hawaingii katika vita vya moja kwa moja. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.